بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki kufika sehemu kama hapa na akatujalia afya. Waislamu, tumesimama mbele yenu mara nyingi sana na leo tumerudi. Leo nafikiri ni tarehe 8 mwezi wa 11. Waislamu tuliwatangazia jana, tulikuwa na pesa kidogo 1150 na kitu, lakini leo kuna mandugu zetu wametuokolea, tumepata 2,205,000. Na Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie hao mandugu zetu, wamesupport da'wa na wanatoa pesa ya kuchapisha hii kitabu. Na Waislamu kilichobaki ni 195,000. Na tumesimama mbele yenu ili tuweze kujazilia kidogo, kwani kuanzia kesho tunajaribu kuprint vitabu na kujipanga tufanye gari service na tujipange yani safari ya kwenda. Nafikiri baada ya Tuesday tutakuwa tumeondoka Nairobi na tunaelekea sehemu ambayo tutapangia na tutawaeleza Waislamu. Hiyo kimebaki ni 195,000, yani 195,000 ndio imebaki. Na tunaomba tuchangie hii kitabu ili tuweze kutimiza malengo ya da'wa. Lengo letu ni da'wa kufika vijijini kupitia sauti yetu, kupitia hizi vitabu na kupitia donation ile nyinyi mnatoa. Tukichanga haya yote tutafikisha da'wa sehemu mbali. Kwa hivyo ndugu zangu, yale ya mabaki ni kidogo, ni 195,000. Tunaomba ikiwezekana kesho ipatikane kama 100,000 au hiyo 95 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yale mmetoa Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala awajalie jannatul firdaus al a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala awapatie husnul khatima 'inda al maut. Kwa hivyo tumesimama mbele yenu, tunataka hiyo mchango kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu tuchangie hii kitabu ili tufikishe da'wa mahali inayostahili kufika. Kwa hayo machache nampatia ndugu yangu Salim Ngugi. Karibu sana Ustadh Salim. Naam, shukran. Waislamu, nadhani namna shekhe wetu amezungumza, mimi ni kuongezea machache tu. Kwanza, waliotoa Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu awafungulie riziki zao, kama kuna wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa, na yoyote aliyetoa na nia aliyotoa nayo, wallahi Mwenyezi Mungu amtimizie nia yake. Waislamu, tunaomba tuongezee katika hiyo ambayo limebaki, maana kila siku tunawakumbusha hali sio nzuri kila sehemu, lakini tungepata iweze kutimia, ingelikuwa safari yetu inakuwa complete vizuri, mashallah, ingekuwa inanyoka na tunaweza kwenda kwa wepesi na kwenda kugawa hizi vitabu sehemu nyingi. So Waislamu, baki hiyo 195,000. Na kwa ajili ya Allah, mimi najua kuna waja wa Mwenyezi Mungu ambao walikuwa wameona na wametia nia watatoa, inshallah watoe kwa ajili ya Allah. Tusukume gurudumu ya Uislamu kwenda mbele. Leo Uislamu sehemu nyingi haijaingia, na sisi ni masulia, tutaenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametujalia akatupa kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumeifanyia nini? Sisi tumeufanyia Uislamu nini? Watu wengi wanaangalia Uislamu umewafanyia nini, lakini wao hawaangalii wamefanyia nini Uislamu. Utaenda kuulizwa umri wako, mali yako, kila kitu utaenda kuulizwa, neema ambazo Mwenyezi Mungu alikupa. Mwenyezi Mungu amekupa neema nyingi, una pesa. Kuna watu saa hii kumtajia shilingi 1,000,000, hiyo ni kama pesa kidogo sana kwake, lakini kuitoa katika njia ya fi sabilillah, wallahi inakuwa ni uzito katika moyo wake. So kutoa ni mpaka Mwenyezi Mungu pia akuchague. Wanaotoa sio watu hivi hivi, ni watu waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwanza wanatoa mali walioipenda, yani kitu ambacho wanakipenda, tena wanakitoa kwa ajili ya Allah, kinusuru dini ya Uislamu. Wallahi Waislamu, kuna watu wana uwezo, watufanyie wepesi. 195,000 ni pesa nyingi zikitajwa, lakini ni kidogo kwa watu ambao wanaweza jitolea kwa ajili ya Allah. Tuweze kupata hizo kopi, ndio tukienda safari kuwe na wepesi, at least inshallah
Tunaomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi sote ambao wametoa na wale hawajatoa, na Mwenyezi Mungu awatie moyo, na kuna mtu ametoa ana nafasi pia ya kurudia na akafanya khairati. Tufanye wepesi angalau tutimize, tuweze kuondoka safari ikiwa complete vizuri inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin khayril khalqihi sallallahu alayhi wasallam, ama ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama vile ndugu zangu hapa wameshatangulia kusema, ni kwamba kufikia sasa zimefikia kati ya 400,000 zimefikia 205,000 au 205,000, na imebaki 195,000. Kwa hivyo kiwango hichi ndugu zangu katika imani, si ya kwamba hakiwezi kikapatikanwa, kinaweza kikapatikana. Na ni kwa nini tunang'ang'ania sana wakati huu kusema ya kwamba tunataka kwenda vijijini, kwenda kufikisha ujumbe, kwenda kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu kule kwa wale ambao sio Waislamu na wale pia ambao wameghafilika, kwa sababu vijijini wale Waislamu tuna mtihani mkubwa tena mzito wa kutisha. Sisi tunamoishi humu mijini humu, tunaona tu Waislamu tu, na Waislamu wanaona kwamba wako sawa na Waislamu ni wengi, lakini vijijini kuna mitihani mikubwa sana Waislamu. Na ifahamike kwamba pia mashehe wengi wako mijini, hawataki kwenda vijijini kufikisha kazi hii. Sasa sisi tunataka tujitutumue ili angalau kuwe na faida 2 au 3 kwa moja, ya kwamba tunaenda kwanza kufikisha wale ujumbe ambao hawajawa Waislamu, na pia wale waliogafilika katika dini, waliorudi nyuma. Kwa sababu kama vile mmeona pia katika video zetu, unakuta wengine wanakuja wanasema mtu amekuwa ni Muislamu lakini aligafilika. Kazi hii inatakana ifanywe kwa nguvu zote Waislamu. Kwa hivyo kazi hii sio kazi nyepesi vile watu wengine labda wanaviona kwamba ni kwenda tu kuita Wakristo, kwenda kuzungumza na wao, au labda kuita wale ambao wamegafilika. Hapana, ni kazi ngumu, kwa sababu kuna mitihani mikubwa sana inayopatikana katika kazi hii Waislamu. Kwa hivyo wakati tunapomuomba ya kwamba wakati huu ndio wakati ambao mwafaka zaidi, shule zimefungwa kwanza na kutakuwa na pesi, kwa sababu watu wengi wameweza kuenda vijijini. Kwa hivyo kule vijijini kwa sasa hivi kuna khairi nyingi. Kwa hivyo kwa takriban miezi 2 hii tuweze kwenda kufikisha ujumbe huu, na tuweze kwenda kuwalingania wale waliogafilika katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Na vitabu hivi, wakati tunaposema ya kwamba tunahitaji vitabu hivi viweze kufikia watu hawa, ni kwamba si hawa ambao hawajasilimu tu, mpaka wale ambao wamesilimu lakini wamegafilika. Mtu anakuta kwamba anakuta na mtu asiyekuwa Muislamu, anaambiwa huko katika dini yenu iko kadha na kadha na kadha. Hajasoma Uislamu, hakubahatika kusoma Uislamu, kwa sababu ni watu wengi sana ambao hawakuweza kusoma Uislamu, wamesilimu lakini hawakuweza kusoma Uislamu. Kwa hivyo hawana zile hoja za kwenda za kucounter zile dini potovu kule. Kwa hivyo anakuja kanaambia Uislamu ni dini ya majini, hawezi akajibu. Haya, Uislamu ni dini ya majini, Uislamu ni dini ya magaidi, hawezi akajibu. Lakini kitabu hiki, wakati tunapoenda tunakukabidhiana zawadi hii, ndugu zangu katika imani, kuna mada nyingi, na mada hizi wakati mtu akiwa na nia, kwa sababu innama amalu binniyat, kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kwa ajili ya nia. Uwe na nia, Mwenyezi Mungu atafikisha, atatimiza nia yako hiyo iweze kuwa uhakika. Kwa hivyo Waislamu, wakati tunapozungumzia kitabu hiki, ni kwamba tunaenda tunawakabidhi wote hawa, wale ambao si Waislamu na wale waliogafilika katika dini, ili waweze kuwa na hoja wakati wanapoletewa hoja, na wale pia wanajiunga katika Uislamu waweze kuwa na hoja, katika mada hizi ambazo ziko ndani ya Biblia na ziko ndani ya Qur'an. Kwa hivyo wakati atakaposimama na wale ndugu zao huku walikotoka katika Ukristo, atakuwa na uwezo wa kujisimama yeye mwenyewe au kujisema yeye mwenyewe, aseme hapana, Uislamu unasema hivi, Ukristo uko hivi. Kwa hivyo zile porojo zote ambazo huwa zinazungumza dhidi ya Uislamu, Uislamu ni dini ya magaidi, Uislamu ni dini ya majini, Uislamu sijui uko hivi, Uislamu ya kwamba ni baadhi ya watu dini ya Waarabu, sijui dini ya Oria, sijui dini ya watu gani. Kwa hivyo makabila haya wengine wanajiona kwamba ni watu duni sana ambao hawakuwa wanafaa kuwa katika Uislamu.
Kwa hivyo Waislamu, wakati tunapowaomba, wallahi alazim, hii ni jihadi kubwa sana wakati tunapomuomba jambo hili, na hili ni jambo nzito, hili ni jambo kubwa, na wale walioko vijijini wanaziona, wanatuona, wanajua ya kwamba mitihani iliyoko vijijini. Kwa hivyo wakati unaposema kwamba tunataka tutoke mjini hasa sasa hivi si issue. Waislamu wapo, mawaidha yanatolewa katika misikiti ni mingi. Sasa kule unakuta mtu anatoka mbali. Vitabu hivyo Waislamu vitasaidia, tunaomba. Kwa hivyo nisiweze kuendelea sana, niweze kumkabidhi mwandishi wa kitabu hiki hapa, Sheikh Hassan Kariuki, aweze kumalizia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa afwa minkum jamia. Shukrani walimu wenzangu, wamezungumza mambo ambayo ni muhimu sana tena adhimu sana, na hii ni kukumbusha, tunakumbusha tu sababu wanadamu sisi ni watu wa kusahau, tumeumbwa katika maumbile ya kusahau, na ndio naona tunakumbusha kila siku. Ndio watu pengine mtu alikuwa na nia na kafikiria atatoa, lakini anakumbuka ni awali nilikuwa nimeahidi wale mashaka nitawarushia kitu, so kwa kukumbusha tunakumbusha. Na kwa kusema kweli sisi tutaondoka wiki ijayo Mungu akipenda, na tutasafiri, na tunataka hizi miezi kama mnavyojua, kuanzia hii mwezi kuendelea hivyo baka Januari tarehe 1 inakuwa ina holidays zingine, na nyinyi mnazielewa. Hii mwezi tunaenda kuingia ni ile mwezi ambao wanasemaga Mwenyezi Mungu amepata mtoto. Unaona sasa ni mwezi ambaye kunafanyika kufuru mingi sana katika dunia hii, na ikifika tarehe 1 pia inakuwa ni kufuru ingine ambayo watu wanasherehekea mwaka mpya, ambaye mwaka mpya ukisoma historia yake ni siku ilikuwa mbaya sana, kwa sababu ilikuwa ni ya kusherehekea Mungu Janus. Na kwa hivyo hii mambo yote huwa tunaizungumza sana kila mwaka tukitembea pale, na tunaeleza mambo haya. Na pia hiyo mambo iko kwa hii kitabu, tumeeleza, iko hapa kwa hiyo kitabu ndani, mambo ya hizo sikukuu na nini tumezieleza hapa. Kwa hivyo na bado tunaleta vitu zingine bado. By next mwaka ujao kutakuwa na mambo mengine mapya, kwa sababu vitabu tutakuwa na zingine. Tumekaa chini kama group, tunatengeneza kitabu ya Kizungu, itatoka kitabu mzuri sana. Kwanza inahusiana kuhusu Mungu ni nani katika upande ya Uislamu na upande ya Ukristo ni nani. Na pia kuna vitabu zingine ndogo ndogo ambaye tutakuwa tunajaribu pia kuzitoa na watu waweze kupata, ndio ili ujumbe wa Mwenyezi Mungu uweze kusambaa zaidi, kwa sababu siku hizi kumekuwa na mtandao kwanza ni inafika dunia mzima. Kunakuwa na hizi vitabu, unaweza mtu kupatia ka document kadogo tu hivi, akienda kusoma nyumbani anaona kweli Uislamu hivi na hivi na hivi na hivi. Na kwa sababu sisi ni walimu wa comparative preaching, comparative studies, tunatajaribu vile Mungu atatuwezesha. Kwa hivyo hivi vitabu ukiona tumelia sana hivyo, kuna faida yake kubwa sana, na sadaka tujaria ni kitu ambaye ni ya kuendelea. Wao ukitoa vitabu 20 hizo, huenda ikawa hiyo kitabu ile ulitoa katika hiyo kitabu ilienda ikasomwa na mtu, huyo mtu akaingia katika dini, akazaa familia ya Uislamu ikakuwa kubwa. Ukienda kuhesabia siku ya kiyama unakumbuka hata kidogo. Ndio unaona mtu wakati anaondoka duniani akionyeshwa heri yake, akionyeshwa na Mwenyezi Mungu heri yake kule kaburini, aonyeshwa yale amepata. Mtu anaambia Mwenyezi Mungu nirudishe duniani, nirudishe tu na nikaongezee. So afadhali tujaribu sana, tungengane, tutoe hizi vitabu kama vile tulikuwa tunasema, na mimi nimeona tumeenda vizuri sana. Tunaona ndugu zetu wamejikakamua, imefika hiyo mita. Sasa ile kibaki ndio kidogo, na hiyo kidogo pia ina faida kubwa. Kwa hivyo jaribuni, hata mnaweza shikana ni watu 2, 3, mnafanya pamoja, mnatumwa hivyo kwa sababu marafiki wako wengi. Shika rafiki yako, kama wewe una uwezo na una rafiki yako unajua kuna uwezo, mwambie bwana, masheke wanahitaji A, B na ABCD. Sawa, wapatie hata kama ni kitu kidogo, waende wakafanya kazi ya Mungu, kwa sababu sisi tunawakilisha nyinyi mnatoa huko na sisi huko tunawakilisha. Kwa hivyo wanadamu hata kuwa na kusema ati hawakufikishiwa na ujumbe ulifika. Nyinyi mlitusukuma huku na sisi tukapeleka ujumbe ikawafikia. Kwa hivyo siku ya kiyama tutakuwa mashahidi juu yao. Kwa hivyo ndugu zangu, jaribuni sana, tungengane, tutoe hii kitu, kwa sababu hii ni sadaka tujaria. Tolea ndugu yako, mama yako ama baba yako ambaye pengine ameondoka arudi kwa Allah, ama mama yako, sadaka tujaria.
Hii ni kitu ambayo wataipata huko mbele, hata wakiwa makaburini mao watakuwa wanaipata. Na Mwenyezi Mungu, wale watu wanatoa, Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema sote, na atupe tutoke duniani na shahada ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Sami. Sami? Asante sana. Mimi Muislamu. Mimi ni Mkristo. Mkristo. Okay. Wekelea swali yenye ungependa kuuliza Waislamu. Hapa tuko kwa ajili ya kuelimishana. Yaani kueleza watu hii ndio njia ya haki na hii ndio ya batili. Swali gani ungependa kuuliza kwa Waislamu? Okay, umesema Yesu alikuwa Muislamu. Hebu thibitisha nijue je, umesema Yesu hakuwa Mkristo, alikuwa Muislamu. Asante sana. Tunavyojua vitendo vya mtu ndio vitakueleza huyu mtu ni wa aina gani. Ukiona mtu anaenda kanisa kila wakati utajua huyu ni Mkristo definitely. Lakini ukiona mtu focus yake na tabia zake ni kwenda msikitini, utajua huyu mtu Muislamu, si ni kweli? Yeah. Hebu sikia tabia ya Yesu na nini yake katika Biblia inasemaje. 4:14 kitabu cha Luka, tumpatie maziwa ayapate vizuri. 4:14 Luka. Sikiza tabia zake Yesu. 4:14 kitabu kile cha Luka. 4:14 Luka mwalimu wangu. Na umuonyeshe aone na macho yake sije akasema. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Asante, huyu ni Yesu tunazungumza na habari zake. Alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Akaenda Galilaya. Asante. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Asante. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Naye huyu Yesu alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Malizia. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ilipofika siku ya ibada alikuwa akiingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Pata vizuri So desturi ni kawaida ya mtu. So kawaida ya Yesu anaenda kufanya ibada katika sinagogi. Sinagogi unaijua? Sinagogi. Sini huko mbele mahali watu wanahubiria. Asante, acha tuulize Biblia. Sinagogi nini? Biblia inatueleza katika maelezo sinagogi msikiti wa Wayahudi. Kumbe Biblia inatuambia sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Asante, kwa sababu Yesu hakuwa Mkikuyu wala Mjaluo, alikuwa Myahudi. Asante, akaenda msikitini. So ukimuona mtu tabia yake ni kwenda msikitini kufanya ibada, anakuwa dini gani? Uislamu. So Yesu alikuwa dini gani? Uislamu. Na wewe unafanyaje kwa Ukristo? Sasa unajua sisi kutoka utotoni tumefunzwa tu hivyo. Hatukuwahi ambiwa hivyo. Asante, tatizo ni kufunzwa, mlifunzwa lakini hamkuonyeshwa wapi kumeandikwa. Mnafunzangwa mafunzo ambao hamjaonyeshwa evidence. Mimi nakuonyesha mahali pameandikwa. Sasa wale waliowafunza wanaitwaje? Ni walimu tu. Walimu ambao jina lingine mnawaita wachungaji. Mungu anasemaje kuhusu wachungaji? 56 Yeremia. Ole kama ndio walikuwa walimu wako wachungaji. 56 Yeremia. Sikiza Mungu anawazungumzia, anasema namna gani kuhusu 56 Yeremia. Mwalimu wangu Yeremia anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Mungu anasema watu wake wamekuwa ni kondoo tena waliopotea. Kwa nini watu wa Mungu wanakuwa kondoo waliopotea? Malizia. Wachungaji wao wamewapoteza. Kumbe anayekupoteza wewe ni mchungaji. Kwa sababu hakuonyeshi ukweli. Yeye anakuhubiria kitu akiwa na lengo la kuingia katika mfuko wako. Ndio akimaliza anasema tubariki neno. Neno unalibariki namna gani? Nasikia lazima utoe 500 ndio tubariki neno. Saa hiyo sasa hasa kuingiza. Maana lengo lake haikuwa kukuhubiria. Ndio Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza. Alafu so wewe ni innocent. Kuna swali lingine. Leta. Na hapo mmesema eti kama kawaida siku ya Sabato kwanga naenda sinagogi. Hivyo hiyo siku ya Sabato ilikuwa Ijumaa. Asante sana. Sabato haikuwa Ijumaa. Sabato ni Jumamosi. Sabato sio Ijumaa. Sabato ni Jumamosi. Qur'ani 16:124. Sabato ni Jumamosi. Lakini Yesu hakuenda Sabato peke yake. Alikuwa akienda kila siku kwa sababu tabia ya Waislamu ni kwenda msikitini kila siku. Nitakuonyesha. Sikiza inasemaje? Sabato kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika adhabu ya kuvunja taadhima Jumamosi. Sikiza, adhabu ya kuvunja taadhima ya Jumamosi ambayo ilikuwa ndio Sabato. So Sabato ni Jumamosi.
Wana wa Israeli walikuwa wamepewa hii sabato kwa sababu walifanya kazi usiku na mchana wakiwa Misri. Sasa ilikuwa wamepewa hii sabato, wao wanapumzika. Sasa wewe hujaenda kufanyishwa kazi Misri, utapumzika nini? Ndio unaona sisi tunafanya kazi kila siku. Yesu hakuenda sabato peke yake, hapana. 18:19 Yohana. Msikiti unaenda kila siku. 18:19 Yohana. 18:19 mwalimu wangu. Inasema Yohana. Ama 19:18. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Sikiza, kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Na akaulizwa habari za mafundisho yake huyu Yesu. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na hekalu. Unasikia? Siku zote alikuwa akifundisha katika masinagogi ambao ni misikiti. Na ndio unaona sisi leo ni Jumamosi, tumetoka msikitini. Kesho Jumapili tunaenda msikitini. So sisi kila siku tuko msikitini mara 5 kwa siku. Naanza asubuhi saa 7, saa 10, saa 12:30 na saa 2 ya usiku. Tunamaliza mambo. Tunaenda sasa kulala. Kuna watu wanaamka usiku, wanasimama kisimamo, wanamulilia Mola wao, wanapata ajira. So sisi tunakaa 24/7 ukiwa katika toa ya Mwenyezi Mungu, yani kumcha Mwenyezi Mungu. Sio kama nyie mnasubiri kama ni Sunday peke yake, hapana. Na ndio unaona msikiti haifungwi. Kila wakati watu wanaingia wakiabudu Mungu wakienda zao. Kwa sababu nyumba ya ibada ile. Hivyo inamaanisha, najua sisi kuomba nao tunaombanga kila siku. Kuna tofauti ya kuomba na kuabudu. Ibada na kuomba vitu mbili tofauti. Kuomba unaweza omba Mungu hata ukiwa unaendesha gari. Unamuomba Mungu, jalia hii safari iwe safari ya salama. Unamuomba Mungu. Lakini ibada ni vitendo, lazima usimame, upeleke uso wa urukuu, upeleke uso chini. Ndio muabudu Mwenyezi Mungu. So hauwezi kuwa kila wakati wewe ni kuomba Mungu lakini humwabudu Mwenyezi Mungu. Lengo na makusudio tumeumbwa kwa ajili ya kuabudu. Sio unaomba tu kila siku. Unamuomba Mungu nipe kazi, ni kweli ni haki yako kuomba, lakini ibada je unafanya? 51:56 Qur'an. Ambao ndio lengo tumeumbwa tuabudu. Sikiza 51:56 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Si kuumba majini na watu ila wapata kuniabudu. So lengo la Mwenyezi Mungu kutuumba ni ibada. Kufanya ibada. Na ibada ndio inafanywa na vitendo. Unarukuu, unapeleka uso wako mpaka chini, kipaji cha uso. Ndio inaitwa sala. Alafu ndio ibada yote inakuwa complete. Sasa wewe kama umeishi duniani, haujaipeleka kipaji cha uso chini, wewe hujaimwabudu Mungu. Kazi yako ni kuomba, huo unaomba. Ina maana kuabudu Mungu lazima uswali. Lazima. Haina njia nyingine. Ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu 22:77 Qur'an. Lazima uswali, upeleke kipaji cha uso chini. Hiyo ndio ibada iliyokubalika. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Salini. Rukuuni. Tunarukuu namna hivi. Na sujuduni. Na tunasujudu, tunapeleka kipaji cha uso mpaka chini. Na mwabuduni Mola wenu, nafanyeni mema ili mpate kufaulu. Katika hii maswala ndio unamwabudu Mola wako. Hiyo ni Qur'an. Biblia pia inasema hiyo ndio ibada. Hamna ibada nyingine tofauti ya hiyo. Yaani hiyo ndio lazima. 7:3 Nyakati. Wa kwanza niangalilie. Hiyo ndio ibada. Yaani bila kufanya hivi hujaiabudu. Pole, lakini ndio haki ilivyo. 7:3 Nyakati. Manake hapa tunatoboa ukweli. Inasema mwalimu wangu. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto. Utukufu wa Bwana ulipokuwa pa juu ya nyumba. Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni wakaabudu. Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni. Hii ndio sakafu. Wakasujudu. Kusujudu ni kupeleka paji hili la uso mpaka chini. Unasujudu namna hivyo, ndio kusujudu. Unapeleka paji la uso mpaka chini, wakaabudu. Kwanza unasujudu ndio inakamilika, inakuwa ni ibada. Sasa ile nyingine yako ambao wewe unakaa chini unasema Mungu tupe leo riziki nini, hiyo ni kuomba. Lakini ibada ni tofauti na kuomba. Hata mwizi akienda kuiba huwa anaomba Mungu, anamwambia leo Mungu nijalie nisipatane na makarao.
Yaani polisi nisipatane nao. Hiyo ni maombi. Mtu anayekimbia anasema leo tujalie nishinde hii mbio. Mtu anayepiga mpira anasema Mungu jalia leo tufunge goli. Hiyo ni maombi. Maombi unaweza omba sehemu ambayo unatembea, unafanya nini, unaomba. Okay. Alafu swali lingine. Leta yote umalize. Umesema eti kuna mahali sijui pameandikwa ukienda chooni lazima uende na maji. Kwa choo lazima utumie tu maji juu ya kutoa ile uchafu. Sasa itakuwaje baba ile sehemu upanguze tu na tishu? Lakini na harufu. Tishu imalizi uchafu. Sasa hiyo tishu inapanguza, na kupanguza kuna uchafu inabaki. That's why unaona ukitumia tishu, ukiangalia ile nguo ya ndani utaona inabaki na uchafu. So lazima utumie maji ndio ile uchafu yote itoke. Lakini kubaki hivyo inamaanisha au kupanguza vizuri. Hata kuosha unaosha usioshe vizuri. Maji itatoa tu. Maji unajua unaosha vizuri. Lakini ile karatasi hata ukijaribu aje na karatasi iwezi isha. Saa hii tukienda na wewe tuende mahali ambao kuna kinyesi. Sawa? Alafu tuteleze tushike hiyo kinyesi na mkono. Mimi niende nichukue maji nioshe. Na wewe uchukue tishu upanguze. Nani atabaki na kaharufu? Wakupanguza. So mnajua na mbona mnaendelea kupanguza? 5 6 Qur'ani. Yes, unaona? Msiogope maji. Ni vitu logic. Hata kama unaweza kupasha kidogo ya moto. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Mnaposimama ili mkaswali. Basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Na mpaka vichwa vyenu na miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba basi wageni. Na mkiwa wagonjwa au msafarini au mmoja wenu ametoka chooni. Unasikia, au mmoja wenu anatoka chooni lazima apate maji. That's why unaona tumebeba mtungi hivi tukienda kwa choo. Tunaenda kuosha ile sehemu. Lakini nyinyi mnanishangaza. Mnabeba karatasi lakini ukiingia kwa choo yenu kuna maji. Ile maji ni ya kufresh ile uchafu iende. Kwa nini hamtumii tisho ili ile uchafu iende? Kwa sababu tisho hiyo peleka hiyo uchafu. That's why hata ile beshen ile ambao watu wanaendea choo ile ya kukalia ama gani, unaona lazima iwekwe maji ama mtu anaweka kasabuni hivi alafu anafungulia maji ndio iende na uchafu, kwa sababu maji ndio inamaliza ile uchafu. Na ingekuwa maji imalizi uchafu angekuwa unachukua tisho na panguza hivi unasukuma na miti. Maji ni usafi wa mwili wa nje na neno ya Mungu ni usafi wa mwili wa ndani. 9:10 wa Ibrania. Pia Biblia inaguzia. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Hii ni mambo ya kimwili, sio ya kiroho. Hapana, kubeba maji na mtungi kwenda kuosha sehemu za hiyo ni ya mambo ya kimwili kuwa safi. Sehemu nyeti zioshwe. Vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine. Yaani ni sheria jinsi ya mwili. Vyakula, ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo. Na ndio anakuambia kutawadha. Tawadha maana yake ni kunawa. Tena inakuambia kwingine na kwingine. Biblia inataja sehemu mbili, kwingine na kwingine. Maana yake ukienda haja ndogo na haja kubwa unatumia sehemu ngapi? Mbili. Lazima usioshe na nini? Maji. Juu ya usafi. Ni usafi tu kaka. Alafu swali lingine. Leta yote. Kwa Biblia tunaambiwa Yesu ni mwana wa Mungu. Alafu kwa Qur'ani unasemanga Yesu ni kama prophet. Sio kama prophet. Unajua ukiweka kama prophet kuna shaka. Katika Qur'ani Nabii Isa ibn Maryam ni nabii wa Mwenyezi Mungu na ni mtume kwa Banu Israeli, wana wa Israeli. Hivyo si mwana wa Mungu. Mungu wetu hazai, ni kuumba anaumba. So Yesu ni kiumbe cha Mungu, si mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu wetu sio mzazi, ni muumbaji. Ndio tunamuita the creator of the universe. Ni muumbaji wa kila kitu, sio mzazi. Hajazati vitu kadhaa, hapana. Kila kitu alikiumba. Yesu ameumbwa na Mungu, malaika wameumbwa na Mungu, kila kitu kiliumbwa na Mwenyezi Mungu. Qur'ani 4:171. Tumpe dozi kidogo tu aelewe. So Mungu wetu hazai. Sasa Mungu akizaa, si kesho atakuwa na mjukuu, kwa sababu ule mtoto naye atahitaji kuzaa pia. Sasa si Mungu atakuwa na mjukuu. Sasa Mungu hazai, anaumba. Mungu ataitwa babu.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Nyi watu wa kitabu, msipinduke mpaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mungu, na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu aliyompelekea Maryam. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake Mwenyezi Mungu alilompelekea Maryam. Na ni kiumbe, si mtoto wa Mungu. Mungu hazai wala hazaliwi, ana sifa yake. Kwa sababu Mungu angezaa, sasa itabidi watu wanganganie huyu mtoto wa Mungu, kwa sababu anajua mtu yote anapenda mtoto wake. Unaona? So Mungu hana watoto, ana viumbe. Ibrahimu ni kiumbe cha Mungu, Musa kiumbe cha Mungu, Daudi kiumbe cha Mungu, Muhammad kiumbe cha Mungu, Yesu kiumbe cha Mungu, Mariamu kiumbe cha Mungu. So Mungu ambaye tunayemwamini hazai, ni kuumba na umba. Alafu kuna swali lingine la mwisho. Kuna tofauti gani ya Mungu ndiye alama? Kuna tofauti gani ya Mungu na Allah? 17:110 Qur'ani. Tofauti ya Mungu na Allah ni gani? Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tunaambiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. So Mwenyezi Mungu, the original name yake ni Allah. Ndio tunaambiwa tumuombe katika hiyo jina. Hivyo Mungu mmempea jina Allah. Mungu jina lake ndio Allah. Kwa sababu Mungu kuna miungu. Unaona? So lakini Allah hakuna wingi wake. Mungu si jina, ni sifa. Mungu inakuwa ni sifa. So jina yake aswa ni kama venye unasikia dereva. Dereva ni sifa, ama rais. Rais ni sifa, lakini rais ana jina lake. Ukija hapa Kenya, rais wa Kenya ni Ruto. Ukienda nchi nyingine, rais wa nchi nyingine ana jina lake. Lakini cheo kinabaki rais. Naye Mungu anaitwa Mungu, lakini jina lake harisi ni Allah. Okay. Kingi ni hiyo maswali tu nilikuwa nayo. Ni hayo tu. Asante sana. Na mbona usijiunge ukawa Muislamu? Kuna obstacle gani inaweza kukuzuia kuwa Muislamu? Manake Uislamu ndio dini ya watu wote. Hakuna obstacle, lakini unajua lazima mtu waamue once. Kuamua nayo lazima uamue na moyo wako. Ukae, ufikirie uamue. Naweza amua saa hii, lakini nikienda huko niseme hiyo ni upuzi, nirudi dini yangu. Sasa lazima uamue. Yaani ukae uende uamue. Asante sana. Na kuna kitu hapa naonanga, wewe umesema Mkristo Kuna kitu naona hapa katika Disemba watu wanasema sijui Krismasi. Hii Krismasi uko na habari nayo ama bado hata wewe una? Krismasi wanasemanga. Wanasemanga ama unaamini wewe? Unajua ukisema wanasemanga ni wengine. Sasa wewe mwenyewe unasemangaje? Ni siku ya Yesu kuzaliwa. Krismasi ni siku ya Yesu kuzaliwa. Je, kuna mahali popote maybe pameandikwa au wanafunzi 12 wale Yesu alichagua walisherehekea Krismasi, au watu waliokuwa wakati wa Yesu kuna wakati walisherehekea Krismasi, au Biblia au Paulo alipokuja kuna wakati amesherehekea Krismasi, au kuna sehemu yote Biblia imeandika Krismasi ni kuzaliwa kwa Yesu? Kuna ene ushahidi kama hiyo? Hapana. Hakuna. Na ilikuwa kuaje mkawa convince dunia mzima mkaamini kitu ambacho hakiko ndani ya Biblia? Wakati Biblia ndio inafaa basi kuwa manual yenu, mnafuata vile vilivyomo ndani ya Biblia. Kwa sababu katika mahesabu inakataa. Sikiza, Disemba kuna kitu kilichotokea. Kilitokea nini? 52:31. Hiyo moja tu. Hiyo najua. Kuna mahali wanasemanga sijui kuna wezi wenye walifunguliwa hiyo date. Ndio nataka tuiangalie 52:31. Manake kama ingelikuwa Krismasi ni jambo liko, wanafunzi wa Yesu walikuwa karibu sana na Yesu, wangesherekea. Kama wanafunzi wa Yesu hawakusherekea, basi Paulo alipokuja angesherekea. Lakini itakuwaje hao wote hawakusherekea? Wewe Mkenya ndio uone faida ya kusherekea. Itakuwa umejifunza kwa nani? Na Yesu anasema, "Jitieni nila yangu, mujifunze kwangu." Sasa Yesu mwenyewe hajasherekea Krismasi. Sasa itakuwaje wewe usherekee? Sikiza habari inasemaje? Hata ikawa katika mwaka 37 kuhamishwa kwake Yoakini mfalme wa Yuda. Ilikuwa ni mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yoakimu. Sasa tuko 2015 sijui.
2015 huko. 2025. Oh, 2025 mimi narudi nyuma bana. Ama ni kalenda ya nini nilikuwa nimeangalia Ethiopia. Unajua Ethiopia bado wako nyuma. Safiri. Ethiopia hata Wahindi niliona wako 28. Katika mwezi wa 12. Tena ilikuwa ni mwezi wa 12. Biblia imenakili mwezi wa 12. Siku gani? Siku ya 25 ya mwezi. Tena ilikuwa 25th December. Nini kilichotokea? Evil Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Akamuinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Kumbe ni mwizi aliachiliwa kutoka gerezani Disemba, watu wakasherekea kama vyenye sisi tunakuanga na masujade, tunawakumbuka 7 Kapenguria. Sasa wewe unasherekea mwizi aliachiliwa huko. Sasa huwezi pata thawabu. Kwa sababu lau kama Yesu angezaliwa, sikiza inasemaje 1:26 kitabu cha Luka. 1:26. Sasa kama Yesu alizaliwa upige hesabu zako uniambie itakuwa ni mwezi gani? Sawa. Inasema mwalimu wangu. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Mwezi wa 6. Shika hiyo point. Mwezi wa 6 ndio malaika ametumwa na Mungu kuenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Wambari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariam. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Kwa nini? Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamuita Yesu. So mwezi wa 6 ndio Mariamu ameambiwa atachukua nini? Mimba. Sasa wewe ukiwa na bibi yako apate mimba mwezi wa 6, atazaa mwezi gani? Mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Sasa kama ni kweli Yesu kazaliwa na miezi 9, atazaliwa mwezi wa 3? Mwezi wa 3. Na wewe unasherehekea Disemba. Mwizi kuachiliwa wapi? Gerezani. Wachana na hiyo story. Sisi tunasherehekea Idi kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisherehekea Idi. Na kabla ya Mtume Muhammad kusherehekea Idi, Musa alisherehekea Idi. Musa alayhi salam alisherehekea Idi. Na imetajwa mpaka kwa Biblia 16 baba 14. Kitabu cha kumbukumbu baba. Kiza inasemaje? 16 14. Idi, sikiza. Yaani walisherehekea mitume waliopita na kwa Qur'ani na kutolea Muhammad kasherehekea Idi. Lakini wewe hakuna hata yeyote aliyesherehekea Christmas, lakini uko kifua mbele unaisherehekea. Sikiza habari. Unaipigia debe kweli kweli. Inasema mwalimu wangu, nawe utafurahi katika Idi yako. Angalia muonyeshe aone ni Idi. Yaani Biblia na ni kumbukumbu ya Taurati. Inasema utafurahi katika Idi yako, sio Christmas yako. Unafurahi na kina nani? Wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako. Wote lazima usherekee nao katika Idi. Na ndio unaona Idi sisi tukichinja huwa tunaita marafiki, maneiba, tunawapatia nyama kwa sababu vitabu vinasema usherekee na majirani na nini, watu wote. 9:5 Hosea baba. Baka Hosea akiwa Idi imo. Sikiza inasemaje? Inasema mwalimu wangu. Mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi? Sikiza tena ni mkutano, ndio unaona tunakutana kwa kiwanja. Tena teremka. Na katika siku ya karamu ya Bwana. Ukisikia karamu ni Kiswahili ya ndani, maana yake sherehe. Ukisikia naenda karamu ya nini? Ni sherehe tena ya Mungu. Ndio tunaenda kusherehekea Idi. Qur'ani inasemaje kuhusu Idi? 50 piga fanusi yake asikie. Pia Qur'ani inataja mtume mwenyewe alikuwa akienda katika Idi. So nyinyi mmeacha Idi, mnakimbilia kitu ambacho hakimo. Ndio unaona tunawapenda, tunawakumbusha. Sikiza habari. Inasema hii ni sura ambayo mtume akisoma sana katika hafla kubwa. Yaani mtume alikuwa akisoma sura hii katika hafla kubwa. Na sala kubwa. Na sala kubwa. Kama sala za Idi. Kama swala za Idi. Mtume alikuwa akisoma hii sura katika swala za Idi. Na ndio unaona Idi tunaenda asubuhi, tunaswali, alafu tunachomoka, tunaenda kufurahia. So karibu sana katika Uislamu, sawa? Wakati utakuwa ready. Nikiamua tu. Sawa, karibu sana. Utakuwa hamna wasiwasi. Mimi wananiita Salim kwa bahati nzuri. Mimi naitwa Charles. Charles, asante sana. Mkristo. Mkristo. Kabisa. Kabisa.
Sasa Asante. Injika swali. niko naenda mbali lakini Hakuna shida. swali moja tu. Weka tuzisikie. Hebu nisomee Marko 1:1. Marko 1:1 anahitaji. Marko 1:1 kuhusu Yesu mwana wa Mungu. Unaongezea pili hiyo. Hamna shida, utasoma zote. 1:1 inasema mwalimu wangu. Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Tazama na mtume mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako. Sasa nimesikia Yesu Kristo mwana wa Mungu. Iko na maana gani? Iko na maana hii. Walioandika Biblia walitumia hili neno mwana kwa watu wazuri. Kwa mfano Kenya tunasikianga mwanadondi. Ina maana gani? Mwanadondi. Hiyo ndio tuseme kama ndio kazi yeye hufanya. Ndio kazi wao hufanya. Nao Biblia walitumia neno mwana kwa watu wanaofanya kazi gani? 5:9 Mathayo. Sikiza. Sasa Ndio acha nikupe hiyo. Ndio utasoma ya pili. Wewe umeuliza hii kwa nini ameitwa hii mwana? Ndakupa ya pili. Ndio nafasi. Kwanza tumalize hii. Mbona acha kwanza tuifanyie upasuaji kaka hii. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kumbe Biblia ilitumia mtu yote anayepatanisha watu ataitwa nani? Mwana wa Mungu. So akifanya kazi ya kupatanisha ndio anaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Kulingana na Biblia. Na Yesu je, alifanya kazi ya kupatanisha watu? Sasa tulikuwa tunaongea kwa huyu Yesu kwanza. Ndio hiyo kwake ndiko. Je, Yesu alifanya kazi ya kupatanisha watu? Alikuwa anafanya. Asante, ndio wakamuita hivyo kulingana na maandishi wa Biblia. Lakini sio ati ni mtoto wa Mungu. Kuna tofauti ya mtoto na mwana. Sasa kwa Marko, endelea tu kidogo. Endelea. Kama inasema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Yohana alitokea akibatiza nyikani, hiyo ni 4, na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Rudia moja tu uende mpaka mahali. Moja na ya pili. Hebu soma ya pili. Nilikuwa nishasoma, nilikuwa naingia ya 3. Nilikuwa naingia 3. Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Tazama na mtume mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako. 2. Kuna mjumbe anatengeneza njia kabla yake. Huyu mjumbe alikuwa Yohana. Alikuwa anatengeneza njia ya Bwana. Huyu ambaye tunaita Yesu, ndio kama mwana wa Mungu. Sasa hapo kwa mwana wa Mungu, mbona mnakataa Yesu sio mwana wa Mungu? Hatujakataa, tumekueleza Mungu hana mtoto hazai. Lakini waandishi wa Biblia wanasema mtu yote mpatanishi wanamuita mwana wa Mungu. Na ndio unaona sio Yesu tu alipewa hiyo mwana wa Mungu, ni wengi katika Biblia. Zaidi ya watu 50 wameitwa mwana wa Mungu katika Biblia. Sio Yesu, angekuwa ni mtu mmoja ingekuwa kuna mjadala. Tena Biblia inasema hata walikuwa si mmoja, ni kibao 6:1 Mwanzo. Ni wengi walioitwa hiyo jina. Sio Yesu peke yake, kwa sababu waandishi wa Biblia walitumia hiyo terminology kwa wapatanishi. Hebu sikiza 6:1 Mwanzo. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. So tunaambiwa kuna wana wa Mungu waliona wanawake hapa duniani. So walikuwa wengi. Sasa hawa wana tunaelezwa walikuja kufanya ukahaba hapa. Na walikuwa wana wa nani? Mungu. Wakakuja kufanya ukahaba. Ni ukahaba kwa sababu walikuja wakajitwalia kila mwanamke wanaotaka hapa duniani. 6:1 Mwanzo. Hawakuoa. Wakazati watu walikuwa ni majitu. Hawakwenda kwa wazazi wao. So Biblia ilikuwa inaita mtu yote inaona mpatanishi mwana wa Mungu, na sio huyo tu. Hiyo ni Mwanzo imesema ni wengi. Na mbona Yesu mwenyewe kuna mahali alisema kwa wale ambao wataamini na hawajaona. Je, kwa wale ambao mnaona na muamini. Na je, kwa wale ambao hawako sahihi na wataamini. Kuna mahali Yesu alisema hivyo. Kuamini ni maneno ya Mungu. Unaamini Nabii Isa alisema hivi, tumuogope Mwenyezi Mungu. Sio mambo ya kuwa yeye ni mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hazai. Yeye ni kiumbe cha Mungu. Lakini waandishi walitumia terminology ya kuwaita wana wa Mungu kwa sababu ni wapatanishi. Hiyo nimekuambia, hiyo ni terminology ya wale walioandika walitumia. Ile neno kuzaa.
sielewi vile wewe unalitumia ama vile mimi nitalielewa. Unajua Yesu alitumwa kutoka mbinguni, alikuwa lakini akawa incarnate, akabadilishwa kwa mfano wetu. Ngoja kwanza, alikuwa nani kabla? Manake sisi tunajua hakuna kitu kilikuwa isipokuwa Mungu ndiye aliyekuwa, ndiye aliumba kila kitu. Tunajua Yesu ni kiumbe cha Mungu kulingana na sisi. Nyinyi mnajua chanzo cha Yesu ni gani? Alitoka wapi? Kama alibadilishwa, alikuwa ng'ombe mwanzo au mbuzi? Yohana moja Yohana. Sababu ukisema alibadilishwa akawa mtu, lazima tuwe na maswali hapo. Moja Yohana. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno alikuwa Mungu. Kulingana na Kristo, neno ni huyo Yesu. So Yesu alikuwako mwanzo, naye Yesu alikuwa ni Mungu. So Yesu sio mwana wa Mungu? Endelea kusoma. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Endelea. Alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. 8. Sasa ni fumbo ama ni kutoelewa ndio hatuelewi? Mimi ni kuelewa sielewi, kwa sababu wewe unaniambia katika hii Yesu ni Mungu. Alikuwa nani? Ni mwana wa Mungu huyo. Sasa akiwa mwana wa Mungu alitoka wapi? Kwa sababu tunajua, tulia ndio unieleze. Tunajua Mungu ndiye hajaumbwa. Akizaliwa hapa duniani. Ngoja kabla ya hapa duniani, mimi hata siko hapa duniani. Sisi tunajua Mungu hakuumbwa, wala Mungu hana mwanzo wake wala mwisho wake. Sawa? Lakini huyu, ikiwa kuna huyu unayesema ni mwana wa Mungu ana mwanzo wake, sasa je, aliumbwa na Mungu au alitoka wapi? Ile njia yeye alikuja hapa duniani. Sijauliza duniani. Sio vile sisi tulikuja. Wachana na ya dunia kwanza. Usilete duniani, tutakuja dunia. Yeye chanzo chake ili apatikane, aliumbwa na huyu Mungu ama ilikuwaje? Ili exist. Mungu tunajua hajaumbwa Mungu, wala hakuna kitu kilikuwa kabla ya Mungu. Yeye ndio mwanzo wa kila kitu Mungu. Tunajua malaika wana mwanzo, waliumbwa malaika. Na malaika watakufa baragumu ikipigwa. Tunajua Ibilisi aliumbwa na ataisha. Wanadamu waliumbwa, tunajua kila kitu kiliumbwa. Sasa huyu Yesu chanzo chake, je, aliumbwa na Mungu au alikuwa partner wa Mungu? Hata wacha mimi nikutwist kidogo tu. Mungu akiumba Adam alisema na tuumbe mtu mfano wetu. Mungu alikuwa na nani? Asante. Lete implemento. Swali anauliza nzuri. Mungu alikuwa na nani? Unajua mimi nakusaidia tu. Wewe ukiniuliza mimi nakupa ushahidi. Mimi wala sina wasiwasi. Je, Mungu anasema na tuumbe mtu. Je, alikuwa kwa mfano wetu. Je, alikuwa na nani? Swali nzuri sana. Sasa mimi nikijibu takuwa nakosea, kwa sababu wale walioandika Biblia wamejibu hiyo swali, watajibu. 1:26 muonyeshe fafanuzi yake. Wameweka commentary kwa sababu ni wasomi. Wanasema Mungu alikuwa na nani? Kwa sababu gani Mungu atumia wingi akisema tufanye badala ya kusema nifanye? Hawa ni watu walioandika Biblia, wasomi, wakaweka commentary kwa sababu walijua watu watasumbuka na hii. Wanauliza mbona Mungu alisema tufanye badala ya kusema nifanye? Je, si yupo Mungu mmoja tu? Si Mungu ni mmoja, mbona atumie wingi? Kuna namna mbili za kuelezea neno hilo. Asante. Wataalamu wengine huelezea neno hilo ya kwamba huenda Mungu alifanya shauri na malaika wafuasi wake mbinguni. Wewe umeniuliza walikuwa na nani? Sasa huyu anatuambia huenda ni kitu ya kudhania. Huenda Mungu alifanya ushauri na malaika wake mbinguni. Maelezo ya namna ya pili. Sasa maelezo ya namna ya pili ambao wanasema ndio sahihi, wanasemaje? Yasema kwamba usemi huo ni wingi, ni usemi wa fumbo. Wanasema usemi huo wa wingi ni usemi wa fumbo, inaitwa majestic plural, ni usemi wa fumbo. Inafanyaje? Wataka kutuonesha utukufu. Inataka kutuonyesha utukufu wa Mungu. Mungu akiongea haongei kama mimi na wewe. Anaweza sema tufanye wakati ni yeye peke yake. Ukubwa. Tena inataka kutuonyesha ukubwa wa Mungu anapoongea. Yeye ni, yani kila kitu ni yake. Sio lazima awe na mtu anashauriana. Cheo na utajiri wake Mwenyezi Mungu mtukufu.
cheo na utajiri wake Mwenyezi Mungu ndiye akatumia wingi badala ya kutumia umoja. So hawakuwa na mtu, ni yeye aliongea na sifa ya kujitukuza ndio akatumia wingi, lakini ni yeye peke yake. Anasema kwamba sisi wa Kenya tunasema na ni yeye anazungumza. Yuko peke yake huko alienda. So anazungumza na ile utukufu kwa sababu yeye ni Mwenyezi Mungu. Hawakuwa na mtu, akiumba Mungu anatuambia. Kwa hivyo kuelewa, tunaelewa tofauti. Mnaelewa tofauti kwa sababu hamtaki kusoma ile ukweli. Kabla ya kwenda kibarua, Mungu akiumba hajasaidiwa na yeyote. Anauliza swali 44:24 Isaya, alafu nikuachilie. Usiwahi sema tena Mungu alisaidiwa na mtu kuumba. Na ukisikia mtu anasema hivyo nakimbia. Sikiza anasemaje 44:24. Isaya mwalimu wangu. 44:24. Isaya Mungu anasema. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Bwana mkombozi wako, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana, nifanyaye vitu vyote, nizitadaye mbingu peke yangu, nienezaye nchi, ni nani aliye pamoja nami? Mungu anasema nimefanya kila kitu, tena ametumia neno peke yangu. So Mungu hasaidii na yote, anafanya kila kitu peke yake, wala haulizi ushauri. Na ndio wewe kupatikana Kenya, Mungu hakuuliza ushauri, ni kutaka kwake ukapatikana Kenya. Wewe sahi ungezaliwa labda Kongo, lakini Mungu kupenda kwake ukazaliwa Kenya. Wewe hujaandika barua, wazazi wako hawajaandika barua, na kabila uliozaliwa ni kupenda kwa Mungu. Kesho mtakuwa Inshallah. Mungu akitaka. Karibu sana kesho. Mzee wangu naitwa Bernard. Bernard. Asante sana. Hivi Bernard dini gani? Mimi ni Mkristo. Mkristo? Mkatoliki. Mkatoliki. Ndio. Katoliki juzi wamebadilisha sheria ambao walitusumbua sana wakati mimi nilikuwa Mkatoliki, tukienda kitu tulikuwa tunaita kerera, sijui kwa lugha nyingine wanahitaje. Tulikuwa tunaita kerera, yani unaenda unasemesha hiyo, unazungumza, alafu siku unakuja kukubaliwa ndio ukule sakramenti, unaambiwa urudie mbele ya father ndio ukubaliwe. Unaona? Sasa sijui wengine wanafanyangaje, huko kwetu tulikuwa inaita kerera. Ndio nikawa bota boy na nini. Sasa walikuwa kuna sala moja ilikuwa tuseme, nasema Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sasa na saa ya kufa kwetu. Amin. Maria mtakatifu uliyebarikiwa kuliko wanawake wote. Yaani tulikuwa tunarudia kila wakati. Sasa juzi wakati huyu popo ameingia, amesema ile ni upuzi iondolewe. Sasa nikaona kuna watu wamekufa na hiyo imani, sijui wataenda wapi kwa sababu amesema hiyo haiko na sio mimi. Popo ndio amesema juzi. Popo leo. Hiyo idea ya Pope sio mbaya. Ni mzuri. So kwani dini inapelekwa na idea za watu? Kuna kitu inaitangwa reformation. So dini na kitu haikuangi kuna slight things inaweza kuwa corrected. So sisi anasema msikize, anasema dini yao haijakamilika. Ndio unaona Popo amefanya ukarabati, ameondoa hiyo. Uliona ameondoa lakini uliona wakati walikuwa yatima wao wameona hiyo. Ameondoa hiyo sala. So wale waliokufa na hiyo sala sijui wataenda wapi. Lakini sisi dini yetu hakuna kuongeza wala kutoa. Kwa nini? Qur'ani 5:3. Yaani Uislamu hakuna kuongeza wala kutoa. Lakini Ukristo ameniambia katika Katoliki wanaweza ona hii kidogo, acha tuondoe hiyo. Na waliondoa hiyo juzi. Hiyo sio Biblia. Sijasema ni Biblia, nimesema ni imani ambayo ilikuwa inafuatwa na Wakatoliki. Sawa, lakini tunatumia Biblia, hakuna kitu tumeongeza. Kwani mbele ya Mungu mnatumia Biblia mkisema Maria mama wa Mungu? Hiyo ni doctrine. Asante. Sikiza sasa Qur'ani inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Asante. Na kukutimizieni neema yangu. Asante. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Mungu anasema ametutimizia neema yake na ametukamilishia dini yetu, yani Uislamu umekamilika. Sasa turudi kwa Biblia. Nakupa nafasi ulize swali. Umesema hiyo sio Biblia. Kwani hii Biblia haijapunguzwa? Unajua Biblia haijafanywa marekebisho? Kuna vitu za kidini inafuatwa na kidini na kuna Biblia. Wachana na kidini sasa. Biblia hii haijafanywa marekebisho? Biblia Ijafanywa. Asante sana. Nifungulie kitabu cha Danieli na unitolee implemento, unifungulie kitabu cha Danieli. Uniambie zinafika ngapi?
Danieli nifungulie kwa hii. Kitabu ya Danieli. Kitabu moja tu. Uone marekebisho iliyofanywa. Umepata Danieli, acha kushikia hapo. Uniambie mwisho Danieli ni ngapi na hii nifungulie Danieli. Kitabu moja hii inaitwa Imprimanto ya Wakatoliki. Hii ni Ya Wakatoliki. Sikiliza, na ni kitabu moja, sio vitabu ati tofauti. Hata sija kutolea zile vitabu 7 ilitolewa, pana. Kitabu moja, Danieli mwisho. Hii Danieli inafika ngapi mwisho hapa? 12 ngapi? Hapa ni 12 hii. Kichwa ya nini? Mwisho ni ngapi? Mwisho ni 12 13. 13. Niangalilie hii na ni Danieli, the book of Daniel. Niangalilie hiyo, the same book of Daniel. Imefika mwisho ngapi? Angalia hapa juu kama ni Danieli. Danieli hapo juu. Mwisho hiyo nayo imefika ngapi kitabu ya Danieli? 14. Mwisho ni ngapi? 42. Hii iko na 14 42. Kitabu ya Danieli. Hii iko na 12 13. So hii kuna chapter walipunguza hapa. Sasa kati ya hii na hii ni Biblia gani ilikuwa na Danieli ya kweli? Kwa sababu hii iko chapter 14, hii iko chapter 12. So hii ni gani? Hii ni King James version na ya vitabu 66. Hii ni Imprimanto, inatumika na Wakatoliki. Iko na vitabu vingine vimeongezwa kama zile vitabu ambazo 73. Hii iko na vitabu 66. Na sijakuuliza kuhusiana na hizo vitabu vilivyotolewa. Nimekuuliza kitabu kimoja ambao ni Danieli, wote wamekubaliana kiweko kwa hii Biblia na kiweko kwa hii Biblia. Lakini kwa hii Biblia Danieli imefika 14, chapter 14, lakini kwa hii imefika chapter 12. Sasa mbona ilipunguzwa hizo chapter? Mbona hao walitoa hizo chapter za hapo kuongeza? So hiyo ni makosa ya authors. Ni makosa Wenye hizo Biblia tofauti. Sio zote zimetolewa. Ni makosa. Okay. Auliza swali haya sawa. Asante. So, ni makosa ya Biblia authors. Okay, asante. Auliza swali sawa. Sasa jua kuna makosa kwa Biblia kwa sio zote. Chapter moja. Alete swali yako. Chapter 2 hata sio moja. Swali yangu. Swali ni mingi. Utaleta tu kama matatu. Manake watu nao ni wengi pia. Utaleta matatu leo, kesho matatu. Tunamaliza hivyo polepole. Leta matatu. Anzia ya kwanza. Matatu. Anza ya kwanza. Swali ya kwanza. Naam. Twende kwa Quran 109:6. 109:6 Quran. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Nyinyi mna dini yenu nami nina dini yangu. Ndio, endelea. Wapi tena? Endelea. Ni 6 ndio mwisho. Nataka wewe. Inafika mwisho hii haya. Inashikanga 6. Hiyo ni sura Tukafirun. Ndio haya mwisho. Kuanzia mwanzo mpaka 6. Kuanzia moja sasa. Ndio ulikuwa umesoma 6. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sema enyi makafiri. Enyi makafiri, siabudu mnachoabudu kabisa. Wala nyinyi hamwabudu ninayemwabudu. Asante. Wala sitaabudu mnachoabudu. Asante. Wala nyinyi hamtaabudu ninayemwabudu. Asante. Nyinyi mna dini yenu nami nina dini yangu. Asante. Sawa. Kwa hiyo mwandiko kutoka kwa Quran. Mimi ni Mkristo. Kwa nini mnataka nikuwe Muislamu na niko na dini yangu? Hii ni kafiri anayezungumziwa pale. Hii ni kafiri anayezungumziwa. Wewe kafiri? Sio kafiri. Asante. So wewe umesema ni Mkristo. Ngoja, wewe umesema ni Mkristo? Ni Mkristo. Sasa kwa nini wewe Mkristo tunakuita? Ni kwa sababu ya hii 582. Wewe si umesema sio kafiri? Wewe umesema Mkristo. Mbona tunataka uje huku kwetu? Qur'ani 582. Sasa maswali mazuri hivyo kaka, Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Huyu Mkristo mbona tunamuita sasa? Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ni Mayahudi na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Asante. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kama huyu, si ametuambia Mkristo? Sikiza, mbona tunakuita ukuje huko? Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wachao Mungu. Na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari, wakijua haki huifuata. Wakristo wakijua haki hufuata. Teremka baba. Naona wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume. Sikiza, Wakristo wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
na yakawatulikia kuwa ni kweli, na wakaona haya yaliyoteremshwa kwa Muhammad ni maneno ya ukweli wa Kristo. Sasa tunaambiwa sio wale makafiri wa Kristo. Utaona macho yao yanamiminika machozi kwa sababu ya haki walioitambua. Kwanza Wakristo huwa wanalia machozi wakijua wameona ukweli, alafu wanafanyaje? Wanasema Mola wetu tumeamini. Tena Wakristo wanasema tumeamini haya maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teremka basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia ukweli huu. Teremka. Na wakilaumiwa kwa sababu ya kusilimu kwao husema. Kumbe Wakristo wakiona ukweli wanasilimu. That's why unaona tunakueleza ukweli. Wakristo wewe sio kafiri. Wakristo sio makafiri. So Wakristo wakiona ukweli wanasilimu. Mimi kama Mkristo, dini yangu inanifunza nikuwe na imani katika dini. Sifai kuenda huko na huko. Sasa hiyo dini yako kwanza, hiyo dini yako inaitwaje? Hii dini yako dini yako wewe inaitwaje? Hii ya Ukatoliki. Katoliki sio dini. Katoliki ni dhehebu. Wakristo ni wao. Katoliki sio dini, Katoliki ni dhehebu. SDA sio dini, SDA ni dhehebu. Lakini wote wako na mwamvuri wanajiita Wakristo au Kristo. Sasa dini yako inaitwaje? Hebu soma James 1:11. Yakobo 1:26. Anataka mwingine pole pole tu. Songa kidogo ndio tumpate huyu kaketu. 1:26 anataka James. 1:2. 1:2 tena. Mpaka 11. Lakini inabidi barakishe mkono kidogo ndio tusikie swali yako. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe kazi kamilifu, mpate kuwa kamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapa yote kwa ukarimu, wala akemei naye atapewa, ila naombe kwa imani pasipo shaka yeyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperishwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Lakini ndugu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa ametukuzwa, bali tajiri kwa kuwa ameshushwa, kwa maana kama ua la majani atatoweka. Maana jua huchomoza kwa hari, huyakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake hupotea. Vivyo hivyo nilisema 1:26 akasema hapana, akasema uanze 1 mpaka 11. Si ndio umesema? Hata iko sawa. Si amemaliza 11. Mimi nilikwambia 1 Yakobo 26. Ukaniambia hapana, unataka 1 mpaka 11. Na penye nimesomwa nimesikia na nimeridhika ilikuwa hivyo. So umesikia vile mambo ya imani. Mimi sina shida na imani. Wewe umesema uko na dini yako. Unaona hata wale atheist wale wanasema hakuna Mungu, wana imani yao. Hata wale ambao wanaabudu ng'ombe wana imani yao kwa sababu wanaamini ule ng'ombe ndio Mungu wao. Unaona, lakini imani yao potovu. Unaona? So hiyo ni imani yao. Hata wale ambao wanasema kuna Yesu atongaleli ni imani yao, lakini imani potovu. Hata wale walikuwa wanafunga ati waende wakamuone Yesu wakakufa pale Shakahola ni imani, lakini imani potovu. Hatuko kwa imani. Ulisema wewe uko na dini yako. Sasa nilikuwa nashangaa kwa sababu sijapata hiyo dini yako ni gani. Mimi dini yangu ni Uislamu 6:26 Qur'an. Alafu nikuachilie tu uulize swali lingine, sije nikakupeleka kwa kona na labda una hiyo nini. Sije nikakupeleka kwa kona itakuwa na kuonea. 6:26. Hii ndio wanaabudu ng'ombe na hao ng'ombe ngozi zao tunatengenezea viatu tunawauzia. Na kule kwa wanavaa ngozi ya Mungu wao. Wanaabudu. Una habari bana? India kuna sehemu huwezi chinja ng'ombe. Sio Wahindi, wanaitwa nini? Wanaitwa Wahindi, Hinduism. Wahindi kuna Wahindi Waislamu, kuna Wahindi wa Kristo, kuna Wahindi hawana dini na kuna hao Hinduism. Ni sect iko. Na kuna Wahindi Buddha. Unaona? Na kuna Buddha na nini, unaona? So hao wanaabudu ng'ombe na ng'ombe tunakula nyama. Sikiza habari.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. So mimi niseelezwa Uislamu ni dini. Ndio unaona nakwambia na dini na ndio nakuita katika njia iliyonyooka. Sasa wewe umeniambia imani unayo, wala sina tatizo. Je, una dini? Iko hivyo vile nimekuelezea. So huna dini. Huwezi toa, huwezi ongeza. So huna dini lakini. Niko na dini. Inaitwaje? Si nimekwambia. Sitaki kurudia tena. Amesema Katholiki na Katholiki sio dini. Sijui nani atamfunza hiyo. Katholiki ni sect. Yaani denomination. Sio religion. Sio religion. Catholic ni denomination ambao ni ya watu ambao wako hivyo. Kuna SDA, hizo zote sio dini. Ukristo. So Ukristo ndio Sasa dini yetu. Seje kuna sehemu kwa maandiko imeutaja ama walisahau? Iko hivyo. Iko hivyo. Mpaka kesho. Kwa sababu shahidi huko. Hakuna shida. Lete swali lingine. Swali lingine. Shahidi hakuna shida. Swali lingine. Ngoja kidogo. Fanya research yako. Kama zimeisha maswali nichukue maswali mengine. Asante, lete hii nyingine. Quran 9:5. Quran 9:5. Mambo ya vita. Kutoka hapo uende kwa John 7. Ngoja kwanza hii ya 5:9 lazima tuisafishe vizuri. Hii lazima tuifanyie upasuaji kaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ile miezi mitukufu itakapokwisha, ile miezi minne waliopewa, basi oweni, piganeni na washirikina popote muwakutapo, na wakamateni mateka kama wanavyokufanyieni. Kabla hujatoa ingine, utatoa hiyo 24:3. Tutacombine. Qur'ani bado. Maana tunatakanga tukitoa haya afanywa postmortem tunaimaliza. Wale kusana utakazi. 23:9 sio? 23:9 24 confirm kabisa 24:3-4. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwanaume mzinifu hafungamani ila na mwanamke mzinifu, na mwanamke mshirikina na mwanamke mzinifu hafungamani naye ila mwanaume mzinifu au mshirikina, na hayo yameharamishwa kwa Waislamu. Na wale wanaowasingizia wanawake wataharifu kuwa wamezini kisha waleti mashahidi 4, basi wapigeni mijeredi, yaani bakora 80, na wasikubalie ushahidi wao tena, na hao ndio mafasiki. Sasa swali liko hapo. Kwa nini mnapeana physical punishment? Amwezi heshimu, amwezi forgive. Ndio swali yako hiyo. Asante sana. Ngoja kidogo utauliza hiyo ingine kwa sababu swali yako nzuri, lakini pia unge-complain kwa serikali ya Kenya kwa nini wanafunga watu, kwa nini hawasamei? Sababu mimi naona kuna committee prison, kuna nini na serikali na dini ni tofauti. So serikali ya Kenya hakuna dini. Serikali na dini ni vitu tofauti. Asante, hakuna shida. Sasa sisi kwanza, aya ya kwanza uliotoa 9:5 ilikuwa ni wakati wa vita. Wakati wa vita watu wanaruhusiwa kupigana wanaopigwa. Ndio wanaambiwa mwafanyie vyenye wanawafanyia, kwa sababu wanawapiga, wamekuja wamewafukuza katika kijiji yenu. Mkisema tumewasamehe, basi kijiji yenu imeenda. Na ndio unaona Maumau hawakuwasamehe wale wazungu, walipigana nao mpaka wakatoka Kenya. Ndio leo wewe uko hapa, kwa sababu ungekuwa umekaliwa. Unaona So Maumau hawakuwasamehe pia, waliwapiga wakawatoa. Ndio leo tuko na uhuru, kwa sababu ukikaliwa ukiwa katika chini ya mateka, watakufanyia wanavyotaka na wanakudhurumu haki zako. So Uislamu usidhurumu na usikubali kudhurumiwa. Aya ya pili uliotoa ni mtu amekuja amesema wewe ni mzinifu, na kumbe anakusingizia, na imekuja kwa mahakama amesema wewe umezini na mke wa fulani, wakati ni uongo.
Ikipatikana ni uongo, huyo aliyeleta ushahidi ya uongo anafaa kuchapwa viboko 80. Kwa nini? Kwa sababu anawasingizia jambo mbaya sana ya uongo, ya uzinifu. Kwa sababu wewe ukiambiwa ni mzinifu, maana yake umeharibu sifa yako katika hiyo sehemu. Umeharibia mtu jina. Unaona? So katika Uislamu punishment iko ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka katika utawala wa Kiislamu. Ukitawalwa, itawalwa na sheria hii na hii ambayo iko ndani ya Qur'an. Lakini wewe kama utaachia, utasamehe, ni bora sana kwako, ni juu yako. 16 126 Qur'an. Kwa habari 16. Alafu wewe umendanganya, umesema Kenya hakuna dini ambayo ni ya state. Ni kweli, lakini mimi nashangaa kesi nyingi zimejaa pale kotini. Utapata mtu ni Mkristo na Mkristo. Huwezi sema si Wakristo hata wanafungwa, na huwezi kutuambia ni Waislamu na wale hawana dini. Nimesema sheria ya state. Wachana na ya state. Wachana na ya state. Saa hii wewe si uko na dini. Nije nichukue simu yako na nikuweke ngumi mbili ning'oe meno. Na wewe uko na dini Mkristo, si unanisamehe? Mbona ameanza kurudi nyuma? Usiende kwa state. Unajua nataka tuelewane, ndio nichukue hii kasimu kake, kwa sababu Yesu amesema nikusamea hakuna kwenda polisi, lakini nikiguza atakimbia hapa matopeni na achukue OB. Ukichukua na urudishe nitakusamea. Kama sirudishi sinachukua mimi naenda kununua kaunga. Kama urudishi sio yako. Lazima nichukue. Mbona Yesu si anasema ukinyang'anywa koti upeane hata kanzu? Sasa na mbona naona watu wanachomwa huko watu wameiba. So wale si Wakristo. Ukija uibiwe mke peana na watoto. Na si ndio hiyo? Hakuna kitu kama hiyo. Huyo amekataa. 16 Qur'an. Unajua nyinyi Wakristo huwa most of you mnataka kutengeneza ni kama hamuishi katika hii ulimwengu, ni kama mko ulimwengu mwingine. Leo hapo ukienda kunyang'anya Mkristo kwa mfuko, my friend, utachangamkiwa. Mwizi dakika mbili usachomwa. Na yeye anakuambia ati unafaa wewe uache. Mwizi akija achukue TV unamwambia wewe umesahau hapa kuna remote ya hiyo TV. Chukua remote. Unajua? Sikiliza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mkilipiza basi lipizeni sawa sawa na vile mlivyoonewa. Unaambiwa unapolipisa katika Uislamu, mlipise sawa sawa na mlivyoonewa. Malizia. Na kama mkisubiri msilipize. Na kama wewe hutaki kulipisha, unataka kusamehe, unataka kusubiri, umeachana naye, hakika huo ni ubora kwa hao wanaosubiri. Hiyo ni ubora zaidi. Kama wewe utakubali kusamehe, kama mtu labda amekuibia simu, ukakubali kusamehe, is up to you. Lakini ukilipisa, usilipise zaidi. Ukiongeza upige mwingine si ati akirudisha. Wewe kama amekuibia na umeamua kumsamehe, is okay. Aende nayo umemsamehe. Lakini ukitaka kulipisha, usiende kuandikisha pale umeibiwa mpaka laptop. Kulingana wewe. Akirudisha anasamehewa. So wewe lazima warudishe. So wewe unaona wewe ni Muislamu kimpango. So karibu sana. Karibu brother. Hiyo ndio rais. Ngoja kwanza. Mtu anakuwa na majina 3. Wala sina shida, hata unaweza kuwa na majina 6. Alafu watu watulie. Mbona mna haraka? Tulieni kidogo. Bado hakujachemka. Hata ukiwa na majina 6 iko sawa, haina shida, ni yako. Na ukiwa hata na 2 haiko nini gani tutumie? Tutatumia Joshua basi. Joshua, asante, haina shida. Mimi Muislamu. Mimi Mkristo. Wewe Mkristo. Asante sana. Swali gani ungetaka kuwekelea kwa leo? Qur'ani 23:1 isome. 23:1 anahitaji. Pale tuko wazinifu. Kama sijakosea. Nyingine. 23:1. 23:1 kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Moja mpaka ngapi kaka? Mpaka 2. Hakika wamefunzwa Waislamu ambao katika sala zao huwa ni wanyenyekevu. Umefika 2? Nimefika 2. Kuna andiko hapo sasa mtanikopesha. Inasema ukipata watu wanazini wapigwe bakora 100. Sina kuambia kwa pale. Mimi nilikuwa najua ni pale 24:1. Si mimi najua. Yaani maswali hamna tofauti, ni yale. Rudia hapo.
24:2. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, Naam. mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme mpigeni kila mmoja katika wao mijeredi yaani bakora 100. Asante. Wala isiwashikeni kwa ajili yao huruma katika kupitisha hukumu hii Asante. ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu Naam. na siku ya mwisho, nalishuhudia adhabu yao hii kundi ya Waislamu. Sasa kwa kauli yako nilikusikia ukisema Yesu ni Muislamu, si ndio? Yesu alikuwa Muislamu. Sasa nauliza, Yesu alipokuwa na ile kesi ya mwanamume na mke wenye walikuwa wamezini, kwa nini kama yeye ni Muislamu hakusema wapigwe hizo viboko 100? Kwa sababu Yesu alikuwa Muislamu mwadilifu. Qur'ani imesema yule si ameuliza swali. Si ndio namjibu, si mtulie. Qur'ani imetuambia mwanamke na mwanaume, lakini wale wa Yesu walileta mwanamke. Sasa mwanamke anaweza zini peke yake namna gani? Ndio Yesu akasoma intelligence ya watu, wakajua hawa wananitest. Kwa nini wamelete mwanamke? Wakamwambia tumempata akizini. Mwanamke anaweza zini peke yake? Ndio Qur'ani imesema mwanamke mzinifu na mwanaume mzinifu. Sasa si ndio huyu anauliza swali? Akilalamika hata tutole, yeye ndio ameuliza swali na ndio nikamjibu. Qur'ani imetuelezea hukumu. Anajua yeye mwenyewe ndio ameleta. Sijui mbona mkiona mwingine akiuliza mnakuwa nini? Ama Wakristo wengine hawana haki katika Ukristo? Kwa sababu unaona Mkristo amekuja kuuliza, mnamfanya ni kama hana haki. Msimchukie, ana haki, sisi tunamkaribisha. Yaani kama kuna mtu hana mpango wa kusilimu ni mimi huyu. Wala hatujasema usilimu. Kwa sababu angalia, ngoja wewe umesema una mpango wa kusilimu. Na Mungu alipoumba ameumba moto na ameumba paradise. So kuna wale ambao watahudhurishwa motoni. So wakisilimu watu wote, pia moto inaweza kakosa watu. So wewe ukisema utasilimu ni kwa hiari yako. Hakuna kulazimishwa. Unanipata vizuri? Mtu alazimishwi. Lakini swali ulioniuliza ni kwa sababu hukumu ya Kiislamu haionei mtu. Hata saa hii ndio ukasikia Chikaka alinitolea aya nzuri sana. Mtu akienda aseme amepata watu wanazini na hana ushahidi, anafaa chapo huyo mtu aliyesema hivyo. Kwa nini anasingizia watu uongo na ni makosa? Yesu kwa hicho kesi alimwambia nenda na usizini te. Labda ulete tu ufungue hiyo nini. Ngapi? Haya tutolee. Hatuna shida. Sasa mwanamke atazini namna gani peke yake? Yesu, kwa hivyo Yesu ako na makosa. Yesu akisema usizini tena, so alikuwa sure amezini. Ngoja kwanza. Sijajuanga Wakristo kuna kitu moja. Seme Salimu ameiba. Jaji anasema nahitaji mwenye aliyeibiwa. Ndio anawekwa pale kotini. Mwenye aliyeibiwa ni nani? Sasa wewe umepeleka mwanamke amezini. Sasa mwenye amezini na huyu mwanamke yuko wapi? Ndio ionekane kweli huyu mwanamke kazini. Tumechukua tu mwanamke tumemburuta. Huyu amezini. Sasa huyu mwanamke atazini namna gani? So lazima ukuje na huyu mtu aliyezini na yeye. Hiyo ni kumuonea mwanamke, na ndio namueleza hukumu kama hiyo angepitisha ingekuwa wanawake wanaonewa. Na ndio unaona iwezi pita hivyo, lazima kupatikane mwenye kufanya hayo makosa na mwenye walifanya na yeye wote wawili. Sio unataka hukumu ipitishwe kwa mtu mmoja kaka baba? Naona hapa wacha nikusomee. Wacha usoma tu, haina shida. Sawa. Wacha nitafute point ndio. Usitafute point. Anza nitasoma kisa chote. Ama chote, si ndio? Soma tu. Haya. Nitakuwa mwenye haraka. Nitaanzia tu. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Tulia, usiende mbali. So ndio wakamletea mwanamke akiwa peke yake ili wamjaribu wapate mashtaka ya kumshtaki nani? Yesu. So walikuwa wanataka ndio akubali mwanamke apigwe mawe ndio wamshtaki, kwa sababu wanajua sheria inasema mwanaume na mwanamke. So walikuwa wamemwekea mtego. Na Yesu anamwambia hapa chini usizini tena. So alikubali, huyu alizini.
Sijajua pointi yako iko wapi, na usatuambia hii kitendo yote ilikuwa ni njama ya kumjaribu Yesu ili afanye makosa, kwa sababu Taurati haijasema upige mwanamke mzinifu, imesema mwanamke na mwanaume wote wawili, si mmoja. Ndio walitaka kumjaribu Yesu ili wapate mastaka ya kumstaki. Umeelewa kaka? Sasa hapa tena umenirudisha research. Sasa nitarudi kwa Musa. Tuangalie. Ni ukweli walikuwa lazima wakuwe wawili. Asante. Haya, toa kwa Musa mahali nasema ni mmoja. Usianguke kaka. Hebu ondoeni hili jiwe baba, msimwekee jiwe. Nimekuambia sasa lazima nirudi nifanye research ya hapo kwa Musa. Ilikuwa ni mwanamke na mwanaume. Lakini kwa Qur'ani tumeona ni mwanaume na mwanamke. Lazima wote wao wawili. Wanasema tusamee mara 70. Hakuna mtu amekataza kusamee. Sasa nyinyi hapa hakuna option hiyo ya kusamea, ni bakora 100. Nimekuambia. Ngoja kidogo. Namuunga mkono katika uzinifu. Hakuna kusamee, lazima wakule viboko, kwa sababu uzinifu kwanza inalete maradhi. Uzinifu inalete ufukara. Uzinifu ndio imefanya ukimwi isambae kwa wingi. So uzinifu inalete mambo mabaya mno, na ndio unaambiwa na magonjwa mengine ya ngono mabaya mno. Sasa usipigie debe uzinifu, ati mke wako akizini unamsamehe, kesho utapatwa ukimwi, utaanza kutembea huku. Akizini hakuna njia nyingine, talaka inatoka, kwa sababu zinaa ni kitu kibaya mno. Kama atosheki na wewe, aishi na mwenye wanazini na yeye atosheke huko. Lakini ukimruhusu anazini, anaomba msamaha, anazini, anaomba msamaha, kesho atazini na mwingine alete ukimwi, wewe utakuwa ni dawa tu na meza. So msije mkatetea uzinifu. Uzinifu ni kitu kibaya na kinaleta hata kwa family watu wanakuwa maskini kwa sababu ya uzinifu. Ukimwi inasambaa zaidi kwa sababu ya nini? Uzinifu. Na ndio unaambiwa kama utosheki na mke mmoja wewe mwanaume, basi ongeza. Na kama mke wako naye atosheki na wewe, basi aitishe talaka. Aende olewe na yule wenyewe wanakubaliana. Si ongeza na yeye. Kuna ni vile nimewapata nikipita. Hakuna shida na umefanya vizuri sana. Kesho nitakuwa na tita la maswali. Hakuna shida. Karibu sana, tunakaribisha kijana mdogo mzuri. Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu. Ngoja kwanza kuwa mpole, usipandishe chumvi wala ni twende tu pole pole. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Samuel. Asante. Muislamu, Kristo? Mkristo. Asante. Njika maswali. Mimi kwanza swali niko nayo. Ndio nataka ulete. Nataka nyinyi kama Waislamu, Mungu wa Waislamu na Mungu wa Kristo ni tofauti? 46:29 Qur'an. Sura Ankabut 29:46 Qur'an. Anauliza Mungu ni tofauti? Bwana swali yake nzuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 46. 29. Sura Ankabut 29:46. Wala msibishane na waliopewa kitabu kabla yenu, ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, isipokuwa wale waliodhulumu nafsi miongoni mwao. Na semeni, tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Qur'ani samaliza. Swali umeniuliza, Mungu wa Waislamu, Mungu wa Kristo ni wawili tofauti. Qur'ani nasema Mungu wetu na Mungu wenu. Mungu ni ngapi? Mmoja. Hakuna mtu Mkristo aliumbwa na Mungu kando, Muislamu Mungu kando. Aliyetuumba wote, hata wale wanaabudu mawe, aliyewaumba ni huyo Mungu mmoja. Lakini kuna wale walioasi kwa Mungu. Sasa hao ndio tunawarudisha. Swali, kwa nini Mungu wa Waislamu hana mtoto? Mungu wa Kristo ako na mtoto? Nitarudia tu hiyo swali kila siku. Hakuna shida. Hakuna shida. Qur'ani 112 anza 1. Anauliza kwa nini Mungu wao wa Kristo ana mtoto? Mungu wa Waislamu hana mtoto. Ni kwa sababu ya sifa za Mungu ambaye tunayemwabudu wa kweli. Anasemaje? Sikiza habari. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwalimu wangu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba
na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Mungu wetu hana mtoto kwa sababu kwanza hakuzaa wala hakuzaliwa. Pili, hana anayefanana naye hata mmoja. Leo ukitembea mtaani hapa Soweto, sawa, utaenda uangalie mtoto useme na huyu anafanana kama ule mwalimu anatuhubiria pale. Kwa nini? Kwa sababu ni mtoto wangu. So baba anaenda anachukua wanafanana na mtoto wake. Na ndio hata ukienda ushago, watu wakikuona pale kwa town wanasema hii uso yake inakaa kama family ya kina nani. Unaona, so inajulikana kwa sababu mtoto anafanana na babake au na mamake. So Mungu hafanani na chochote, maana yake hana mtoto kwa sababu mtoto atafanana ima na baba au mama, na Mungu hafanani na yote. So hana watoto na hakuzaa wala hakuzaliwa. So ukituambia Mungu ana mtoto, tunaangalia huyo mtoto. Je, anafanana na Mungu? Hey. Swali. Acha ni wamalize. Fungua Biblia. Biblia inafungua wapi? Sema ifunguliwe chapter fulani fulani. Yohana 14 hapo. Kwa Yohana 1:14. Jamani, Yohana 1:14. kupandisha sukari na chumvi alafu tena kushusha majani. Tuone Tayari sana. Taratibu. Taratibu tu. Mbona kijana mzuri huyu? Mimi hata sikuishi kwanza Qur'an. Na ulikuwa Biblia. Pole. 14 ngapi? 1:14. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Yohana 1:14. 14:1. Yohana 1:14 anasema, sio 14:1, 1:14 anataka. 1:14. Usikonde kaka. 1:14 nitasoma kama ilivyoandikwa. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, atokaye kwa Baba. Sasa Biblia inasemaje? Hebu rudi hapo. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Tumekubaliana hapo. Si mimi unaongea na mimi, sio huko. Tumekubaliana sasa. Ama leo umepitia mahali? Sijapitia mahali. Sasa hapo neno ndio ikawa mwili. Naye ndio neno likafanyika mwili. Yes. Kwa sababu sisi namna tunavyoamini imani yetu katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anaumba kwa neno, anasema kun fayakun. Alipotaka kuwe bingu, alisema kuwe bingu, zikawa so alitumia neno likafanyika Na sasa mimi swali tena ni, ndio nataka nikupeleke polepole. Anasema huyu ndiye mwanangu, na nyinyi mnasema Mungu hana mwana. Mungu anasema huyu ndiye mwanangu wa kipekee. Mwanangu wa kipekee. Akisema pekee najua hakuna mwingine. Hakuna mwingine. 6:1 Mwanzo. Itakuwa hiyo basi kidogo kuna kona. 6:1 Mwanzo. Wewe sema pekee wakati uko na wana wengi. Mwanzo sasa, kabla hujakuja huko Yohana, kitabu cha Mwanzo ya kwanza kabisa 6:1. Ngoja kidogo amalize, si ni msomi? 6:1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu. Katika Mwanzo tunaambiwa kuna wana wa nani? So wana ni na mbona Baba hujalete mbona? Bana. Nimesema Mwanzo 6:1. Tulieni kidogo, nataka nipatie watu dosi. Wale walioandika Biblia walitumia neno mwana kwa watu wale wazuri, ndio waliitwa wana, watu wazuri. Yani wakiona wewe ukipata watu wanakorofishana unawasaidia, Biblia walikuwa wanakupa title ya mwana wa Mungu, sio kwamba umezaliwa na Mungu. Nadhani nitoe ushahidi. Wapi hiyo maelezo? Mahali imeandikwa 5:9 kitabu cha Mathayo. 5:9 mwalimu wangu, nitasoma kama ilivyoandikwa.
Inasema heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Maana hao wapatanishi wanafanya kitendo kizuri cha kupatanisha watu, wataitwa wana wa Mungu. Unasikia? So hata wapatanishi walikuwa wanapewa title ya kuitwa wana wa nani? Sawa. Wacha nimuongeze kitabu kingine. Asante. Ngoja kwanza. Wacha mimi nitoe ingine. Hakuna shida, utatoa ingine. Angalia, utatoa ingine. Alafu wewe ni kijana mzuri. Tatizo lako moja tu. Ukija kwa hii muhadhara unakuja late. Mimi nilikuahidi ukija mapema nakupa mic kuanzia mwanzo. Maana wewe naona kijana mzuri, watafuta ukweli. Na wewe ukisilimu utaitwa Omar kijana mzuri. So kesho, kwa sababu muda umeisha. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.